Maybe leo hii inaweza kuwa ni sehemu yako pia website hika. Yes, force kukupa kitu kizito ambacho pengine kwako kinaweza ikaonekana ni kizuri lakini kikawa kimekosa msaada. So wacha nikupe kile ambacho Mungu anataka kikusaidia. Nikisema hekima katika majira, kuna vitu vingi nimeviona kwa watumishi wa Mungu na ninafunuliwa namna ambavyo wana struggle, lakini wanakosa majibu kwa sababu wanafikiri wako safe kusimama wao. Ni hatari sana kiroho unapoona usalama wako kwako mwenyewe bila Mungu. Ni hatari sana kiroho. Kwenye Mhubiri sura ya 3 kuanzia mstari wa 1, Biblia inasema kwamba kila jambo lina majira na nyakati. Lakini kuna kitu ambacho wengi pale huwa hatukichunguzi vizuri. Anasema hivi, majira yanakuaga kwenye mbingu, nyakati zinakuaga chini ya nchi. Sasa nimeshuhudia kwa macho yangu wenye vipawa wakianguka. Nimeshuhudia kwa haya macho. Wenye karama zikifa, nimeshuhudia kwa haya macho ya kiburi na ya kiroho. Nimeshuhudia kwa haya macho wenye vipaji vikipotea. Nimeshuhudia kwa haya macho wenye ndoa, mahusiano nini vikipotea. Cause hekima katika majira, kuchambua namna mambo yanavyofaa kuwa, imekuwa ni kitu adimu sana kwenye kizazi cha leo. Unajua, nguvu bila maarifa ni mauti. Nguvu bila maarifa ni mauti. Kwa Kiswahili kizuri, kuwa na spidi kubwa bila mwelekeo ni kujiangamiza. Nataka kusema nini hapo wakati ninaongea na wewe? Chochote ambacho utakosa hekima yake kiroho kinaweza kuwa jeneza la kukufikia mahali, hata kama ukawa na uwezo wa kuingia na kutoka. Ni ngumu sana kwa mtu kuweza kuingia na kutoka kwa kiwango chake bila Mungu kuhusika. Nikagundua kwa nini Suleiman aliomba hilo ombi. Suleiman alimwambia Mungu, nijalie, nipe hekima ya kujua muda wa kuingia na muda wa kutoka. Kumbe kuna wakati unaweza ukafikiri ulikuwa ni wakati wa kuingia, kumbe ni wakati wa kutoka. Kuna wakati unaweza ukafikiri ulikuwa ni wakati wa kutoka, kumbe ni wakati wa kuingia. Na haya mawili ukiyachanganya, hatari lazima itatokea. Kwa hekima nzuri, ni vizuri kujua wakati wa kuacha na wakati wa kuendelea. Katika roho hii inaweza kuwa ngumu sana mtu kuichukua. Kila kitu ambacho kinaendelea kwa mtu kwenye majira kina tafsiri yake. Unajua, tunaweza kuwa kwenye mwaka mmoja lakini kwenye majira tofauti tofauti. Kwa Ibrahimu, mwakani majira yale aliyoambiwa kwake alikuwa ni majira ya yeye kupata mtoto. Lakini mwaka huu kuna mtu hayakuwa majira ya kupata mtoto. Yaani ni mwaka mmoja, lakini kwa mtu mwingine message ni nyingine, na kwa mtu mwingine pia message ni nyingine. Wakati naongea na watumishi wa Mungu nikwambia, ni hatari sana kiroho kujitahidi. Nisikilize vizuri. Ni hatari sana kiroho kujitahidi kutafuta kufit. Ni hatari sana kiroho kujitahidi kutafuta kutoshana na mtu ambaye sio majira yako kwenye majira yake. Kwa kitakachotokea, mtatengeneza hatari kiroho ambayo mwamuzi hatapatikana. Kwa sababu kuwa kwenye mwaka mmoja haina maana majira yetu yatafanana.
Nikwambia watumishi wa Mungu, kuna mtu kwake majira aliyoko ni majira ya kupanda, na kuna mtu kwake majira aliyoko ni majira ya kuvuna. Ni mwaka mmoja ila matukio ni tofauti. Na kitakachokuwa kinaendelea kinaweza kikakushangaza, kwa sababu wakati mwingine anaendesha mifumo yake utaona ni kama ananufaika kwa sababu kwake anavuna, lakini wakati huo inaweza ikawa ni ngumu kwa sababu kwako ni wakati wa kupanda. Sasa hatari ambayo inakuwepo rohoni ni pale ambapo haujajua lugha au hujaweza kutafsiri matukio yanayoendelea kwenye maisha yako kulingana na majira yako rohoni. Kila tukio linaloendelea kwa mtu lina tafsiri ya nini kinachoendelea rohoni. Nikagundua kwa nini Maria alichaguliwa mtu wa kwenda kuongea naye habari za ujauzito. Si rahisi sana, na baadhi ya watu inaweza ikawachanganya pia. Maria alikuwa na ndugu, Maria alikuwa na watu wanaoheshimu kwao, Mary alikuwa na watu ambao kwao wanaitika kiutu uzima, Mary alikuwa na watu ambao kwao ni lazima awajibike kwa maelezo. Kwa Kiswahili kizuri niseme kulikuwa na mipaka ya malezi kwa Mary, but still Mungu aliamua kubreak hiyo mipaka, cause alikuwa akijua majira aliyoko Mary, lugha yake kwa lile tukio alilonalo, ndugu zake hawana level ya kutafsiri kile ambacho Mary ataongea nao. Ngoja nirudie sentence. Mbingu ilikuwa inajua vizuri kwamba aina ya majira ambayo Mary yupo, mambo yatakayoendelea, matukio yatakayokabiliana nayo, ndugu zake, watu wa kwao, social medias zingekuwa na uwezo wa kutafsiri ile message ambayo Mary anaizungumza kulingana na majira yake. Kiroho iko hivi, majira ya mtu yanatembea na ujumbe ambao Mungu anampatia. Changamoto, tunajitahidi kushiriki jumbe za kimungu kwenye majira ambayo sisi binafsi kiroho hali zetu haziendani na watu tunaoshia nao majira. Nikagundua why Mary aliamua kunyamaza mpaka alipopewa maelekezo. Shida ya watu wengi katika roho, unaweza kuwa na karama sahihi, unaweza kuwa na huduma sahihi, kwa Kiswahili kizuri, unaweza kuwa na kipawa sahihi, unaweza kuwa na maombi sahihi, lakini hatari moja iko hapa: usipoelewa majira inaweza kuwa ni mauti. Yaani ukichanganya muda wa kutoka ukaingia, unaharibu. Ukichanganya muda wa kuacha ukang'ang'ania, unaharibu. Na hii ipo kwenye vitu vyote. Hii ipo kwenye vitu vyote. Hii ipo kwa watu, hii ipo kwenye vitu, hii ipo kwa watu ambao unawaheshimu, hii ipo kwenye vitu ambavyo unavipa thamani. Muda unaweza kukuonyesha ni sawa kufanya, ni asubuhi kama kwa wengine, lakini majira yakawa yanaongea ni usiku. Nilijaribu kufundisha siku moja, nikamwambia, ushawahi kusikia mtu akijibu swali la Mungu anapoumba ilikuwa ni saa ngapi? Nikamwambia watu, tumeconfirm leo ni Jumapili kwa sababu tulisikia wakituambia ni Jumapili. But what if aliyesema ni Jumapili leo alikosea jana, ilikuwa Jumamosi? Tukitembea kwenye siku kukamilisha Sabato, tutafeli kwenye Mungu ambaye Yesu ndani yake ni Bwana wa Sabato. Hatari ambayo tunayo leo, tunapotea kwenye maelekezo ya kimbingu, tunatafutana kwenye mazingira ya kidunia. Wakati Mungu anaumba alisema mbingu ilitangulia, nchi ikaja baadaye. Haikuanza nchi ikatengenezwa mbingu.
mbingu ndio inabeba majira. Jana nikafundisha watumishi wa Mungu ule usiku, nikwambia wakati ambao maandalizi ya majira kwa mtu yanaendelea, unakuwa ni wakati ambao hautafsiriki kwa watu. Na nikamwambia kuna watu tunaandaliwa kwa siri. Huwezi kujua kila kitu kwetu. Sure. Huwezi kujua kila kitu kwetu. Utajua kwa sehemu. Hauwezi kujua kila kitu kwa mtu, utajua kwa sehemu. Amen. Kuna maandalizi mengine hata wewe huwezi kuelewa. Huwezi kuelewa. Ndio. Hata Ashena wewe vipi huwezi kuelewa. Ndio. Nikikwambia maandalizi ya Ayubu hayakuwa ya shetani kumuua, yalikuwa ni Ayubu kupata vilivyo bora kwenye majira yake, huwezi kuelewa. Lakini kwa yale majira ya Ayubu alijaribu kushare hata na marafiki zake. Biblia inasema waliona ni kama ametenda dhambi. So kuna muda hatutaeleweka kwa majira yetu. Hiki ni kitu ambacho natakiwa ukielewe kabisa. Yaani kuna muda watu hawatakuelewa kabisa. Kabisa. Kwa sababu sio kila maandalizi yanaweza kutafsirika sawa na watu wengine. Ndio. Sio, unaelewa hii sentence vizuri? Yaani sio kila maandalizi tutakayokuwa nayo kwenye maisha yanaweza kupata tafsiri sawa sawa na wengine ambao wanatafsiri. Amen. Nikawa nimepata shule kwa Mary kwamba it's better nikawanyima watu sikio kwenye maandalizi yangu, nikampa Mungu sikio kwenye anachoniandaa. Kwa sababu maandalizi yake huwa hayaendani na mazingira yangu. Amen. Kuna maandalizi mengine yanaweza yakakunyang'anya vitu. Ndio. Sure. Ndio. Ni maandalizi. Yanaweza kukunyang'anya mpaka ndoa. Ni maandalizi. Kuna maandalizi mengine yanaweza kukunyang'anya mpaka kazi uliyokuwa unaitegemea. Bwana saidia. Ni maandalizi. Ni nini najitahidi kukufunulia? Ayubu angejaribu kushare na rafiki zake, ndio, zaidi na zaidi. Zaidi na zaidi. Ndio alikuwa anapotea. Kwa sababu level ya majira, level ya roho, ya kiwango cha roho alichokuwa nacho Ayubu kwenye anayopitia, Biblia inasema katika mambo yote Ayubu hakuwahi kutenda dhambi kwa midomo yake. Means kuna mambo hufai kusema wakati majira yako yanaandaliwa. Haijalishi vitu vinaondolewa au vinaletwa. Haijalishi watu wanaongezeka au wanapungua. Haijalishi wanakupokea au hawakupokea. Kwa sababu majira ndio huwa yanaamua. Ndio. Iko hivi. Wakati ambao unatengenezwa kwenye majira yako, kuna watu wanaweza wakawa wanashindwa kuijibia message yako. Ndio. Kwa sababu sio kiwango chao. Ndio. Hichi kitu naongea na mtu mmoja ambaye Mungu anataka kumvusha. Yaani haiwezi ikawezekana kabisa mtu ambaye hajaandaliwa kwa level ya majira yako akawa ana idea ya kukupa kwenye unachokipata. Amen. Level ya majira ya mtu kwa kiwango alichonacho rohoni itaendana na message ambayo Mungu anaiongea. Na ndio maana Ibrahim angejaribu kushare na watu kwamba ninaondoka, ungeona ni kama punguani hivi, ungeona ni kama ameweuka hivi, but majira yananidai kwa kiwango changu nitoke bila kuangalia na nini mfukoni. Amen. Bila kuangalia nina watu wangapi wanaonifuata, nina nani na nani anayenisikiliza. Majira yananidai nijifunge viuno vyangu vile. Majira yananidai niinuke niangaze. Usiogope kuacha vya kuacha majira yanapokudai. Iko wapi? Usiogope kupoteza watu majira yanapokudai kuinuka kwenda. Kuna muda inabidi atarudi aondoke. Sio aondoke kwa amani. No. Inabidi aondoke kwa ugomvi. Ndio. Hii inaweza kuwa ngumu. Yaani kuna muda inabidi aondoke kwa madeni kabisa. Ndio. Kwa sababu kuna wakati ukubwa wa kiroho haujengwi kwa mema. Lazima uelewe hiki kitu. Niwewe kumwambia mtu capacity ya Ayubu kiroho ili amuru mifumo yote ya Ayubu itakayokuwa inaharibika iwe na uwezo wa kuwa salama kwenye mikono ya Ayubu. Yaani hata kama kwa watu atakuwa amekufa, Ayubu ana uwezo wa kuhandle pressure za maisha yake. Amen.
Ndio maana kuna wakati kuna mambo tunayapitia, halafu watu wanafikiri tumekufa katika haya. Watu wanafikiri tumepotea katika haya. Watu wanafikiri tumejinyonga katika haya. Kumbe katika ulimwengu wa capacity yake ilikuwa. Kuongea na mtu hapa. Kuna mambo watu wanafikiri huyu anaweza kufunga ofisi, huyu anaweza kuacha ndoa, huyu anaweza kuacha mke huyu mke. Lakini anasema kuna ukubwa wa maandalizi kiroho. That's why usijaribu kushare na yoyote. Inaweza kuwa ngumu kwako, lakini sio ya kukusaidia. Amen. Ukiwa kama Mary, kuna mtu majira yake hayaelewani na mimba uliyobeba. Ndio. Niamini ninachokufunulia. That's why usiforce kwenda wanakoenda. Ikiwa majira yako yanakudai kubaki. Amen. Maandiko yanasema Samuel alikuwa amechaguliwa tangu mdogo. Ndio. Mama yake wakati ambao anatakiwa mpeleke madhabahuni, ndio, anashinikizwa mama Samuel mpeleke huyo mtoto madhabahuni. Anasema hivi, wakati wake huyo mtoto kupeleka madhabahuni bado. Ndio. Wacha amalize anachotakiwa kumaliza. Ndio. So kumbe kuna watu wakati ule walikuwa wanapeleka vyakula madhabahuni. But wakati wa Samuel ndio umefika kupelekwa. So usipate pressure wakati watu wakimove. Amen. Usipate pressure wakati watu wakifanya. Amen. Usipate pressure wakati watu wakisema. Amen. Usipate pressure wakati watu wakikudai. Amen. Kuna wakati majira yanakudai tu. Amen. Na maandalizi yake yanaweza kuwa magumu kuyatafsiri kwa sababu lugha ambayo inatakiwa kutumika kutafsiri mambo yako sio lugha ya mwilini. Sio lugha ya mwilini. Amen. Majira yatafsiriki kwa namna ya watu wengine. Ndio. Ajitahidi niongee na mtu kwa namna ngumu zaidi hapa. Amen. Kila simu kiroho unapokuja kwa mtu unabebaga lugha yake. Ndio. Kuna lugha zingine zinaweza kuwa za maumivu, zingine zinaweza kuwa za furaha, ndio, zingine zinaweza kuwa za kupata pesa sana, ndio, zingine zinaweza kuwa za kupungukiwa sana, ndio. Lakini issue ni kwamba unaielewa ile lugha ya wakati huo. Yes. Wakati ambao mvua hainyeshi haina maana mbingu imekosa mvua. Ndio. Majira yanadai nini? Majira yanadai nini? Nikamwambia watu, tunaweza tukafanya tafsiri nyepesi. Elia aliomba mvua mwezi wa ngapi? Na muda ambao Elia aliomba mvua inyeshe, ulikuwa ni msimu wa mvua. Kwa hiyo ule msimu ambao mvua ilianza kunyesha kwa Elia, miaka ilibadilika uelekeo wake. Kwa sababu ndio muda ambao mvua imefundiwa. Ndio. Kwa hiyo kama watu wanategemea mvua inyeshe mwezi wa kwanza, wa pili, wa 10, kwa msimu ule Elia aliomba mvua ndio ilibidi majira yaanze kuheshimu zile nyakati. Kila majira yanapokuja kuna kitu rohoni huwa kinabadilishwa. Amen. Lifestyle za watu huwa zina change. Mifumo ya watu ina change. Ndio. Tabia za watu huwa zina change. Ndio. Kila ambacho watu wanakifanya huwa kinabadilika. Ndio. Sio kwa sababu wanapenda. No. Mifumo imebadilika. Amen. Sasa kama wakati ambao Mungu anaomba, hauwezi kusema ilikuwa ni saa 5 asubuhi. Tafsiri yake ni kwamba hakuna saa inayoheshimika mbele za Mungu, ila yako majira yanayopitishwa mbele za Mungu. Amen. Ningetaka niongee na mtu mmoja ambaye labda anafikiri hakuna kinachoendelea. Amen. Niliwapa mfano mwepesi watu wa Mungu jana usiku, nikamwambia ushawahi kurestore simu yako? Muda ambao ulimwengu wa roho unajirestore kwa sababu yako. Amen. So vitu huwa vinafanya kazi. Amen. Mbele havionekani. Amen. Mbele huwa havionekani. Amen. Kwenye macho watu huwa havionekani. Amen. Na skrini zingine kutokea kuwaka kurejea inachukua dakika 1. Sekunde 35. Inategemea na kiwango na uwezo wa mifumo ya simu husika. Amen. So katika roho kuna muda ambao huku nje vitu hutaviona. Ndio. Hutaona vikiendelea. Ndio. Bado ina maana huku nyuma vimekufa. Ndio. Haina maana huku nyuma vimekufa. Wakati na restart simu yako utaona ni kama vitu vimesimama. Lakini nyuma yake mifumo inatembea.
makini zaidi kwenye maisha yako ni ule wakati ambao unafikiri Mungu ajibu maombi. Amen. Sure. Ni ule wakati unafikiri Mungu ajibu maombi. Unajua unaweza ukauza simu kwa bei rahisi ukiwa unaiona kwenye huo mchakato, kwa sababu inajizima na kujiwasha. Kwamba hii simu inakaribia kufa. Inakaribia kupotea hii. Ndio. Lakini ngoja nikwambie kitu chepesi. Katika ulimwengu wa roho hakunaga kitu ambacho hakipo. Amen. Kila kitu huwa kipo. Changamoto ni kwamba sio kila mtu ana uwezo wa kuona kilichopo. Bwana anasema macho mioyo yenu yatiwe nuru ili mpate kujua. Amen. Kesi ambazo tunazo leo kiroho ni kesi ngumu sana. Nisikilize, ni kesi ngumu sana kwa sababu tunayoona nje yanatuambia ni kama tumepoteza. Nani alikuwa anafikiri kufa kwa Yesu ndio ushindi kwa Mungu kwenye ulimwengu? Kuna vitu vinavyo sound ni kama tunapotea, tunapoteza. Ndio. Na wengine wanaweza kutukatisha tamaa kwamba haitakuwa. Ndio. Mwingine anaweza akasema wewe ulijiita mfalme wa Wayahudi, ukasema na uwezo wa kuokoa, jiokoe na wewe. Ndio. Tuliona ukiwapa watu mitaji na kuwasaidia, jisaidie na wewe. Ndio. Tuliona ukiwapushi watu kwa maombi wakienda, jiombee na wewe. Ndio. Hawajui kuna muda vitu vyetu vina sound kama vinaenda kuangamia. Lakini kumbe huo wakati Yesu anaenda kuchukua ushindi katika vinakuwa viendi vinaenda kufa. Amen. Sio kila muda vitu vinavyokuwa vitokee vinaenda kuangamia. Ndio. Ni jambo la ufahamu mkubwa rohoni. Amen. Ni jambo la ufahamu mkubwa rohoni. Amen. Kuna mambo hayatatokea kwa namna yao, yana take time sana kutokea. Amen. Na mchakato wake utakuwa unaonekana kama vinaenda kupotea. Ndio. Sio kila mtu anaweza kaelewa hichi tunachokiongea hapa. Ndio. Mchakato wake vinaonekana kama vinaenda kufa. Ndio. Kama vinaenda kufa. Lakini ukija kukaa vizuri ukachunguza kiroho, unagundua hakuna kitu kinachoenda kufa. Hakuna kinachoenda kupotea. Amen. Hakuna kinachoenda kuangamia. Amen. Kiwango cha mtu kiroho kinachagua. Ndio. Kinachagua. Ndio. Ni maombi yangu kwa Mungu, Mungu akukuze kiroho kiwango ambacho si kila mtu anaweza. Amen. Akusaidia, akupe hiyo neema. Amen. Tumishi wa Mungu, ibada zinafanyika nyingi sana. Ndio. Nyingi sana. Na hata leo Jumapili zinafanyika nyingi sana. Ndio. Nyingi sana. Lakini mimi naomba katika hizo ibada, Amen. ibada hii ya leo kwako, Ndio. ikawa ni ibada ya kukufungua roho yako. Amen. Nilikuwa nimesoma kitabu cha Ayubu kwa jicho la mimi, sio la jicho la Ayubu. Kwamba nina uhakika ningekuwa mimi ndo Ayubu ningetoboa. Shule ikaja kwamba ungetoboa kwa sababu ungefundishwa kwa hicho kiwango. Ndio. Kuna mtu ukishia naye jaribu lako katika roho, ndoa, la biashara, la uchumi, kama kiwango chake cha kiroho ni chepesi, umemuua kiroho. Naamini mimi, sio jaribu lake ashia na wewe, jaribu lako wewe umeshia naye yeye. Una losi labda ya milioni 500, ukakutana mtu ambaye anapataga losi za bukubuku, ukaona ni mpendwa mwenzio, mwambie tu yanayokusibu. Kazako siku hiyo amejipatia hasara, kapoteza 1300 asubuhi, ndio anamuomba Mungu kesho hasara isijirudie. Hapa ndo ambapo nataka nikupe hekima zaidi ngumu. Amen. Wewe kumbe uwezo wa kutoka unao, ila uwezo wa kwenda anakotaka uende haupo. Na ndio maana kuna wakati inabidi upate hasara nyingi sana mpaka urudi kumuuliza Mungu, nimezingua wapi? Ndio. Kwa sababu uwezo wa faida uko nje na uwezo wako. Ndio nasema hivi, mji asipoulinda Mungu alindaye, biashara asipohusika Mungu afanyaye.
Anafanya bure. Kazi asipohusika Mungu afanyaye? Anafanya bure. Ayushua uko tayari kufanya kazi bure maisha yako yote? Hapana. Uko tayari? Maisha yako yote ufanye kazi bure? Hapana. Kwani bure ni nini? Sikufanya kitu ambacho kikuzalii matunda? Ndio. Kufanya kitu ambacho hakina matokeo? Ndio. Kuna watu mbona tunao ndani maisha yao mzunguko wao ni ule ule. Yaani kila mwaka anazunguka pale pale. Anajitahidi aende anafika 5 anarudi 1. Anajitahidi aende anafika 5 anarudi 0. Yaani ni ule ule. Asipofanya kazi Mungu pamoja na wewe, baraka haiko. Haiko. Na ndio maana niliwahi kumwambia mtu, kuanza siku bila neno la Mungu ni sawa na kusema Mungu, siku ya leo sihitaji msaada wako. Yaani kufanya jambo lolote bila Mungu kuhusika ni sawa na kusema Mungu, kwenye hilo jambo sihitaji msaada wako. Kwa hiyo wewe endelea tu na mishe zako, mimi naendelea tu na mambo yangu. Kufanya jambo lolote bila kumhusisha Mungu kwenye neno lake, ujue Mungu anasema nini, ni sawa na kusema kwenye hili nalo sihitaji msaada wako. Bwana usaidie. Sasa uko sawa kweli kwamba kwenye hilo unaweza kutoboa bila yeye? Hapana. Uko sawa? Hapana. Ni hekima katika majira na kusaidia wengi ambao tunao katika roho. Kuna mambo ameyapitia kiasi kwamba yanawafanya wahisi kile ambacho kinaendelea kwao wamekosea, wametenda dhambi. Nimejaribu kukufundisha vizuri. Kuna muda vitu vilikuwa vinaondolewa. Kuna siku nilikuwa naongea na pastor, nikamwambia kuna mtu mmoja yuko kwenye maisha yangu asingekufa, sifikiri kama ningemwelewa Mungu kwa mtumishi. Ilikuwa ngumu. Na ingekuwa ngumu, so ilibidi aondolewe ili nimuelewe. Kwa sababu sauti yake ilikuwa ina nguvu kwangu kuliko mazingira mengine. So ilibidi aondoke ili mimi niwe na nguvu ya hiyo sauti. Amen. Ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Mungu, Mungu akaongea na Joshua. So ilibidi Musa afe ili Joshua asikie. Ndio. Kwa hiyo kuna wakati ili watu wako unaowajali wasiondolewe kwenye maisha yako, please ruhusu kusikia. Amen. Kuna watu watanyang'anywa wame, hii ni wazi nafundisha, mbona? Ina kufundisha hapa. Na najua kuna watu mpendi. Kuna mtu ananyang'anywa mke kabisa katika roho. Sio anapewa mtu mwingine, unakuta tu anabaki single. Haelewi A wala B wala C. Yaani yuko mbinguni wala duniani. Ananyang'anywa sio kwamba amependa, hakuna mtu wa Mungu. Yaani kwa sababu alikuwa hasikii sauti. Na itakuwa utakapoisikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako, baraka hizi, maana kuna baraka hazitakufuata kwa sababu hujaisikia. Na kama ni kwako maana yake itaondoka. Bwana asaidie. Maana kuna muda kusikia vitu ambavyo unavihitaji kwenye maisha yako, ruhusu kumsikia Mungu. Amen. Sababu yeye aliposema vitu vilitokea. Ndio. Haya, wewe ambaye upo hapo sasa hivi unanisikia, uko tayari vitu vyako vipotee? Hapana. Uko tayari na unahitaji apotee? Roho inapotulia utajua nini useme, nini ufanye. Amen. Biblia inasema giza lilipotokea roho ya Mungu ikatulia. Ndio. Sio watu walitulizwa, roho yake ilitulia. Ndio. Hata kama watu watapiga kelele, make sure roho yako ilitulia. Ndio. Hata kama mifumo itapiga kelele, make sure roho yako imetulia. Amen. Wanachuo, hata kama masomo yanapiga kelele, make sure roho yako imetulia. Amen. Usibadilishe mwelekeo wa roho yako, make sure roho yako imetulia. Amen. Mambo hayatokei wakati watu wanapiga kelele. No. Roho ya Mungu ilitulia. And then Mungu akasema. Amen. Iwe nini? Nuru. Ina maana alijua cha kusema wakati yeye roho yake imetulia. Kwa hali yako ya kiroho unatoka na watu. Bwana asaidie. Kitu chake kama Karungu, yeye anajua atakachofanya kiroho. Unafundisha roho yako kutulia. Niliwahi kumwambia Mungu, sio kujiinua, no. Niliwahi kumwambia Mungu, madhabahu nyingi tunatakiwa tukahubiri. Lakini tafadhali nisaidie, usimruhusu mtumishi yoyote akanipa mwaliko ambao hujaniandaa nao. Amen.
hata kama atabarikiwa vipi usije ukaruhusu. Kwa sababu najua wengi watatamani tufanye kazi kama vile mimi ninavyoomba niwahubirie watu. But usiruhusu nikaenda mahali ambapo hujaniandaa. Amen. Sababu nitaenda kukuharibia. Amen. Wewe unadhania ungeomba Mungu? Baba, hii ni fursa katika roho. Najua ni wakati wa kwenda kutangaza neno lako. Sasa ninainuka kwa jina la Yesu. Naenda kukanyaga kabisa. Wewe. Kuna vitu hivi vidogo kwako. Sikio lazima umpe. Ndio. Sasa bahati mbaya kuna muda mazingira yanaweza yakawa yana nguvu. Bosi anaweza kuwa na nguvu. Mwili unaweza kuwa na nguvu. Mahusiano yanaweza kuwa na nguvu. Ndio. Ili ubaki salama, ruhusu kumuelewa. Amen. Watu wa Mungu, kuna mtu mmoja leo ananiambia, "Pastor, tupo kwenye kipindi cha neema, punguza uzito wa mafundisho." Kipindi hiki cha neema, mafundisho yako yanakuwa mazito mpaka inaonekana neema haifanyi kazi. Nikamwambia, "Unaweza kunionyesha wewe mwenye mafundisho mepesi wapi neema ilifanya kazi?" Akasema, "Sina maana hiyo. Mimi na maana mtu anayeweza kuelewa ni mtu ambaye ameamua kwa akili timamu kumuelewa Mungu." Nikamwambia, "Na ndio maana nilionao wote wana akili." Amen. Hakuna wajinga wanaotusikiliza, wote wana akili. Amen. Kwa hiyo wana uwezo wa kumuelewa Mungu wao vizuri kabisa. Amen. Akasema, "Sasa unatupa shida sisi." Nikamwambia, "Sasa wewe naye kupa shida maana yake bado hujaamua kumuelewa." Ndio. Utaelewa tu wakati ukifika. Changamoto iko hivi. Usiruhusu. Okay, fine. Unaona wakati unaongea na wewe? Ndio. Unajua kuna mtu hivi anachimba madini mahali. Si ndio? Ndio. Kuna mtu hivi anachimba madini mahali. Ndio. Anachimba kwenye ardhi hii huko kwenye gawani. Ndio. Lakini hao madini anachimba yako ndani ya ardhi. Ndio. Wewe unachokiona ni hatua moja uliyopiga. Yeye anachokiona ni kipimo cha umbali ulioenda huko chini. Kwa kipimo cha umbali alichoenda nacho huko chini, yeye ndo anahesabia anapiga hatua. Ndio. Lakini wewe kipimo cha hatua unachoenda mbele unasema unapiga hatua. Ndio. Wote ni kwenye ardhi hii moja. Uelekeo ni tofauti. Wewe wakati unaenda mbele, unaweza kuwa unaenda chini. Wewe unaenda ufike utembee, unaweza kuwa unaitafuta almasi. Angalia ninakwambia akili. Akili. Maandalizi. Maandalizi. Kwa hiyo tunakoenda inategemeana na tumeandaliwaje. Roho ya mtu inachukua, inajua. Kuna mtu mmoja alisema mimi nikiombewa tu inatosha. Nikamwambia hivi, una uhakika Yuda hakuwahi kuombewa? Una uhakika? Una uhakika Sauli aliyekuwa mfalme hakuwahi kuombewa? Au umesahau kwamba nabii aliwahi kuomba mpaka wakawa wanakinzana na Mungu kwenye maombi yake? Ndio. Ana force maombi. Kinachouma kwenye madhabahu sio nabii kuforce maombi. Kinachouma kwenye madhabahu ni kwamba Sauli ndio alikuwa haelewi. Ndio. Natamani mtumishi wa Mungu, kwa sababu naongea na leo kama familia, siwapokee, si ndio? Ndio. Na wajenga siwapokee, si ndio? Amen. Au nianze kupiga makelele? Naongea na nyinyi kama familia, siwapokee. Kuhani hata kuombea hivi kama huko uelewe mtu wa Mungu ni mtihani. Na ndio maana huwa naumia sana na wale wazazi ambao hawalipi gharama za watoto wao kwenye elimu, lakini wamewekeza kwenye maombi.
will